Ali Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare Siri Yako TV, unifollow TikTok, Instagram, Facebook, Siri Yako TV. Leo hii nawapa darasa kubwa sana ambalo litawasaidieni katika mipango ya aina mbalimbali, na hasa masuala ya kiuchumi, biashara, mapenzi, kwenye vitu ambavyo huwa unahangaika navyo na havifanikiwi. Nataka nikupe somo taratibu. Hiki kigoda hapa nimekiweka kwa kusudio moja tu, la kuwapeni darasa litakalo wasaidieni. Cha kwanza kabisa, tuanze kuleka glasi. Glasi hii iko tupu, haina kitu tunaiweka hapa juu. Nafikiri hapa inaonekana vizuri. Tutaweka maji ndani ya glasi yetu ili kuandaa maombi ya msingi. Sawa, tunaandaa maombi ya msingi. Tunaweka maji katika glasi yetu kama hivi. Sawa, weka maji hapa. Baada ya kuweka maji katika glasi yetu, hapa unaandaa kitu kimoja. Glasi ya maji unaanza kuweka nia yako kwamba wewe glasi umeimiminiwa maji na hayajamwagika, umeyashikilia. Naomba na mimi nikashikiliwe kokote ninakokwenda. Watu wote ninayekutana nao wanategemea maji. Bila maji hawawezi kuishi katika miili yao. Maji yamewashikilia. Naomba mimi nikawe maji katika maisha yao. Naomba mimi nikawe maji katika kila kitu chao. Kama kuna ujuzi, labda wewe ni fundi, wewe ni nini, yani kazi yako itaje, kupitia kazi hii mimi nikawe maji kwao. Hicho ndo nia ambayo unaiweka. Sawa sawa. Kisha tafuta kitu hiki kinachoitwa karafuu maiti. Karafuu maiti hiki ni kitu ambacho kimetumika tangia uhenga na uhenguzi. Wazee wetu na nchi nyingi duniani wanaandaa mwili wa marehemu kwa kuosha, lakini pia wakiutia manukato. Lakini moja katika manukato ni hii karafuu maiti. Karafuu maiti imesifika miaka mingi, inatumika miaka mingi katika kuandaa mwili wa marehemu kama chombo cha manukato mazuri ya kumwandaa maiti. Ndio maana jina lake ni karafuu maiti. Sasa naenda kwenye duka la dawa za asili, kanunue karafuu maiti original. Kumbukeni, kuna watu wanawaambia kwamba ni maajabu. Hapa tunawapeni elimu inayowasaidia, sio maajabu. Karafuu maiti ni kitu ambacho kinaweza kuwaka ndani ya maji. Sasa kama karafuu maiti inaweza kuwaka ikiwa ndani ya maji, wewe unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu. Unaomba kulazimisha mipango yako ikatimie kokote utakapokuwa. Yaani pale palipokuwa na ugumu, mipango yako wewe iweze kutimia. Tuko pamoja? Kisha unaiweka karafuu maiti yako kwenye maji kama hivi. Ukishaiweka karafuu maiti yako kwenye maji kama hivyo, unatia nia sasa. Kama ndakapokuwasha wewe utagoma kuwaka, basi na mipango yangu isiende kuwa mizuri huko niendako. Lakini kama napokuwasha utawaka, naomba na mipango yangu ninakokwenda ikawe mizuri. Nisiende kupata kikwamo mahali kokote. Kila ninachokikusudia kikafanikiwe. Na kama kuna watu unawafuata, wataje na majina fulani fulani, nikawe muhimu kwake. Na usiogope kusema kwamba nikawe muhimu kama anavyoiheshimu maiti. Nikawe muhimu kama ambavyo anapokea hofu ya kusikia habari ya kifo cha mtu anayempenda. Akawe mnyonge kama siku ambayo amepokea taarifa ya kifo cha mtu anayempenda. Akahudhunike kwa matatizo yangu, yamuhudhunishe kama vile anavyohuzunika baada ya kufiwa na mtu anayempenda. Usisahau kusema haya maneno. Kumbukeni kwamba maneno unayatamka
ndiyo dawa. Maneno unayotamka ndiyo dawa, sio kitu kingine. Ila kuwa na vitu kama hivi, ishara ni ishara inayekwenda kukusaidia wewe kukamilisha, yani unasisitiza maombi yako, kwa sababu katika imani zenu mnaomba bila vitendo, lakini katika imani ya mila na desturi tunawafundisha kuomba kwa vitendo. Kwa hiyo unalazimisha kupitia karafuu maiti. Kisha unachukua kibiriti. Penda kuwa na kibiriti cha njiti ambacho ndio bora zaidi. Sawa, na hapa na njiti moja, sika tutafaulu zoezi. Lakini njiti moja ndio muhimu sana. Ukitumia njiti yako hii moja, utakuwa umefanya kitu kizuri sana kitakachokusaidia. Unanuia kuanzia kwenye njiti. Wewe njiti ni moja. Nataka nikiwasha hapa niwashe mara hii moja. Ikubali moto, ukubali moto. Unapokubali wewe moto, nijibu kwamba ninakokwenda kauli yangu iwe moja. Iwe nimeenda kutongoza, kauli moja. Iwe nimeomba fedha kama nyie kina mama, kauli moja. Iwe umeenda kuomba kazi, kauli moja. Iwe umeomba msamaha, umeomba radhi, kauli moja. Iko ndo kitu tunachokiadhimisha, kwamba naomba nguvu ya moto niwe jibu langu, kauli yangu ni moja, litoke jibu. Unawasha sasa. Kama hivi tumewasha mara moja, njiti yetu imekubali. Mtihani unaofuata kuwasha karafuu. Naomba kuwasha karafuu sasa. Unawasha karafuu yako. Mwaka kama hivi mara moja, imekubali. Sasa hapa maombi yako yanakuwa yamekamilika. Kinachofuata, wakati karafuu maiti inawaka ndani ya maji. Kumbuka hapa iko ndani ya maji hapa. Unaiona iko ndani ya maji, inaelea hii. Unaiona? Sawa Kwa hiyo wakati karafuu yako maiti inawaka kwenye maji, wewe unaendelea kutia maombi. Sawa? Mwenyezi Mungu, muumba mbingu, muumba ardhi, malaika wanatawala katika muda huu. Mimi fulani bini fulani na shida. Sipati kazi, sipati mapenzi, sithaminiki. Naomba leo naenda kukutana na fulani, akanipokee, akanipe ajira, akanipe kazi, akanipokea, anipe mapenzi, akanipokea, nisamee, turudi kwenye mapenzi. Yani inategemea na shida yako tu. Nasema nalazimisha nafsi yake ikubali. Kama leo maji yanavyokuwa moto uko juu ya maji, kama moto wa karafuu unavyowaka juu ya maji, ndivyo na mimi nikafanikiwe. Sasa kumbuka, kuna hadithi nyingi za kuambiwa si uweka karatasi, si uweka nini. Hayo ni mambo ya kudanganyana. Ila ninachokufundisha ni kwamba tumia tu karafuu maiti hii yenyewe. Kama hii unayoiona hapa. Unaiona inawaka hii. Inawaka kwenye maji. Sawa Inawaka ndani ya maji. Mnaiona? Sio maigizo jamani. Haya ni maji haya. Sawa Hata nikimwaga hapa. Ngoja nimwage hapa. Mnaona Mnaona maji haya yanamwagika haya. Namwaga sasa, namwaga hapa. Unaona? Maji haya. Si mnaona wenyewe? Lakini karafuu maiti inaendelea kuwaka haya maji haya. Sawa Sasa haya sio maajabu, hizi ni dawa. Mkifanywa mnaoneshwa kama ni maajabu. Hizi ni dawa. Umeona? Tunamwaga maji haya, sawa Lakini moto unafanyaje? Unawaka. Kwa hizi ni dawa. Kwa kama hizi ni dawa, ndizo nyinyi mnatakiwa kuzitumia. Hiki ni kitu ambacho unaenda kununua na unafanya nyumbani kwako bila kwenda kwa mtu aina yoyote ukatapeliwa habari nyingi. Omba we mwenyewe. Tuko sawa sawa? Kwa tunawapeni sana hizi tiba, mzijue kuzitumia. Ndugu zetu, msihangaike, msitapeliwe. Siku hizi matapeli ni wengi. Katika mzimu huu hapa Kingwasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Siri Yako TV YouTube, ukisubscribe hapo utakuwa unapata madarasa kama haya mengi, na kwenye Instagram Siri Yako TV, Facebook Siri Yako TV, TikTok Siri Yako TV, kote huko ni cheki kama Siri Yako TV. Tunakupa siri yako wewe.